Naam, na sasa ni habari za michezo na burudani. Karibu. Katibu Mkuu Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo ambaye pia ni msemaji mkuu wa serikali Gerson Msigwa ametoa ufafanuzi wa zawadi ya fedha kwa timu ya taifa Serengeti Boys na Tanzania Queens kutoka kwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan baada ya kuibuka kwa mijadala katika mitandao ya kijamii kwa wachezaji hao kutokupewa pesa hizo. Mwanahabari wetu ameandaa taarifa ifuatayo. Kweli serikali imetoa ahadi hizo, shilingi milioni 50 kwa ajili ya Tanzanite Queens na shilingi milioni 500 kwa ajili ya Serengeti Boys. Mchakato wa fedha za serikali unaendelea na utakamilika hivi karibuni ili timu hizi ziweze kupatiwa fedha zao, na mchakato wa shilingi milioni 50 kwa ajili ya Tanzanite Queens ni karibu umekamilika. Kulitokea shida tu kidogo ya mfumo jana na juzi, kwa fedha zimechelewa, kwa tunaamini Jumatatu, Jumanne fedha zitakuwa zimeingia kwenye akaunti za wachezaji. Lakini pia kwa upande wa Serengeti Boys halikadhalika kwa shilingi milioni 500 mchakato unaendelea, nao karibuni watalipwa. Na imekuwa hivi kwa timu zote za taifa zinapoahidiwa zawadi. Zinaahidiwa, halafu serikali inaingia kwenye mchakato ule wa kuhakikisha fedha hizo zilizoahidiwa na Mheshimiwa Rais zinatolewa kwa mujibu wa utaratibu. Sasa ni bahati mbaya na tunashindwa kuelewa kwa nini kumekuwa na mashinikizo makubwa namna hii, kwa sababu kulikuwa na ahadi ya shilingi milioni 500 kwa ajili ya Taifa Stars na walishalipwa. Ilichukua muda lakini walilipwa. Kulikuwa kuna ahadi ya shilingi milioni 700, ilichukua muda ikalipwa. Zilitolewa ahadi nyingine, zilichukua muda zikalipwa, na wachezaji walipewa fedha zao, hakuna malalamiko. Katibu Mkuu Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo na msemaji mkuu wa serikali Gerson Msigwa. Msimu wa kwanza wa mbio za SUMA JKT Dodoma Marathon umefanikiwa kukusanya zaidi ya shilingi milioni 150 zitakazotumika katika kununua vifaa vya matibabu kwa ajili ya vitengo vya afya ya mama na mtoto katika kituo cha afya cha Makole jijini Dodoma na hospitali ya Lugalo jijini Dar es Salaam. Hizo zimefanyika kwa mara ya kwanza zikihusisha washiriki katika mbio za kilomita 42, kilomita 21 na kilomita 10, huku mamia ya wananchi wakiwemo watoto wakishiriki mbio za kilomita 5 za kujiburudisha, yani fun run, zinazolenga kuhamasisha mazoezi na mtindo bora wa maisha. Akizungumza baada ya mbio hizo, mkuu wa majeshi ya ulinzi Jenerali Jacob Mkunda amesema fedha zilizokusanywa zitasaidia kuboresha huduma za afya kwa kina mama na watoto katika vituo vilivyokusudiwa. Watu wengi wamepata connection, watu wengi wamejuana, lakini kikubwa zaidi tuna uhakika kama ilivyokwisha kusemwa, azma yetu imetimia. Tumeweza kuzalisha fedha kwa ajili ya kutoa misaada au huduma kwenye masuala ya afya. Naibu Waziri wa Mambo ya Ndani ya Nchi Ayubu Mohamed Mahmoud amesema SUMA JKT Dodoma Marathon imekuwa jukwaa muhimu la kuimarisha ushirikiano kati ya wananchi na jeshi kupitia michezo, huku ikichochea mshikamano na ushiriki wa jamii katika maendeleo. Ipo dhana ya baadhi ya watu ya kuona labda JKT au JWTZ kama kwamba ni kitu kingine tofauti. Nataka niwasihi na niwakumbushe kwamba jeshi hili ni jeshi la wananchi wa Tanzania na wenyewe ni wananchi, lakini na JKT ni sehemu ya kituo cha kutoa mafunzo mbalimbali ya uzalendo kwa ajili ya wananchi wa Tanzania. Shirika litaendelea kuzalisha bidhaa na kutoa huduma bora kwa wananchi pamoja na kuendelea kuchangia uchumi wa nchi kupitia sekta zake za uzalishaji. Mbio za SUMA JKT Dodoma Marathon zinatarajiwa kuwa tukio la kila mwaka lenye lengo la kuhamasisha mazoezi, afya njema na kuchangia upatikanaji wa huduma na mahitaji mbalimbali nchini. Amani Mbando, Channel 10, Dodoma. Kwa mara ya kwanza timu ya mpira wa miguu ya wenye ualbino Albinism Sports Club imekutana na kucheza mchezo wa kirafiki na timu ya Bunge Sports Club. Mchezo uliomalizika kwa suluhu ya magoli 3-3, huku wakitaka jamii kuwajumuisha katika shughuli mbalimbali za michezo kutokana na uwezo walionao kama wachezaji wengine. Timu hiyo ilifunga safari kutoka Dar es Salaam hadi makao makuu ya nchi kuifuata timu ya Bunge. Ujumbe uliotawala hapa ni kuwa vipaji havibagui hali ya mtu. Sisi timu yetu
inatembea mikoa mbalimbali na sehemu mbalimbali kwa ajili ya kuhamasisha na kuelimisha juu ya elimu juu ya mtu mwenye ulemavu. Lakini sisi tumejichagulia kama sisi kuendeleza elimu ya mtu atajua vipi albino, kutokumdharau, kwa kuandaa timu ya Albinism Sports Club. Tumeweza kucheza mechi hii na tumeweza kushindana. Ushindani umeenda mpaka imetoka goli 3-3. Maana yake ni kwamba watu wenye albino tunaweza kucheza mpira na michezo mingine mbalimbali. Tumepambana kadri tulivyoweza, sababu nilizofanya zilikuwa za nguvu na tukaweza kuibuka pia hiyo 3-3. Lakini tusingefanya hivyo, wabunge kwa tushinda leo. Kwa upande wa wabunge wanatamani mtanange huo urudiwe tena, huku jukwaa hilo likitumika kutangaza ujio wa mbio za watu wenye ulemavu wa ngozi kwa mara ya kwanza. Tunawashukuru sana, hatukutegemea kama tutapata pressing kubwa kama hii ya leo, lakini bahati yenu, mmepata bahati kidogo, wachezaji wetu wengi wazuri hawapo, wako kwenye shughuli za kamati ya bunge. Nadhani kabla ya kwenda kwenye mashindano ya bunge ya East Africa, tutaomba tena mechi nyingine, hapo ndipo ambapo mtajua uwezo wetu kamili. Albinism Sports Club kwa kushirikiana na TAS na serikali imeazimia kuwepo na Albinism International Marathon ambayo kwa mara ya kwanza itafanyika nchini Tanzania. Leonard Mwacha, Channel 10, Dodoma. Taarifa inakamilisha upande wa habari za michezo za kitaifa, na sasa ni habari za michezo kimataifa na msimulizi wetu. Kwa ligi kuu nchini Hispania msimu mwaka 2025-26, klabu ya Barcelona imewasilisha rasmi ofa ya kuhitaji huduma ya kiungo mshambuliaji raia Ureno Bernardo Silva, ambaye kwa sasa ni mchezaji huru baada ya kumalizana na wababe wa Manchester City. Silva, ambaye kwa sasa yupo katika maandalizi kabambe kwa ajili ya mashindano ya kombe la dunia akiwa na timu ya taifa ya Uhispania, amenukuliwa akisema kuwa mara zote ndoto zangu ni kucheza klabu kubwa kama Barcelona, ambapo tangia nikiwa mdogo nimekuwa nikiipenda na kuvutiwa na wachezaji wake, hivyo kwangu itakuwa ni fahari, alisema Silva. Ikumbukwe Silva amekuwa akiwaniwa na vilabu mbalimbali vya Ulaya na hata Marekani, na kwa mustakabali wa wapi atacheza kwa msimu ujao upo baada ya kumalizika kwa mashindano ya kombe la dunia yanayotarajiwa kuanza kutimua vumbi Juni 11 mwaka huu. Naam, tumefika tamati ya taarifa ya habari. Mimi ni Nelson Munema kwa niaba ya Lulu Ali na Edil Bahati na wote ambao wameshiriki kuandaa taarifa yetu ya habari. Utabiri wa hali ya hewa unafuata. Siku mwema. Na sasa ni wasaa wa utabiri wa hali ya hewa kwa muda wa saa 24 zijazo, tukianzia saa 3 usiku kutoka Mamlaka ya Hali ya Hewa Tanzania. Usiku wa leo ni matarajio yetu kuwa katika mikoa ya Arusha, Kilimanjaro, Manyara, Tanga, Dar es Salaam, Pwani, visiwa vya Unguja na Pemba, Morogoro pamoja na Ruvuma, maeneo yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua nyepesi katika maeneo machache. Maeneo mengine yaliyosalia hapa nchini yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi na makavu kwa ujumla. Na kwa siku ya kesho ni matarajio yetu kuwa katika mikoa ya Tanga, Dar es Salaam, Pwani, visiwa vya Unguja na Pemba, Morogoro, Lindi, Mtwara pamoja na Ruvuma, mikoa hii inatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua katika maeneo machache na vipindi vya jua. Maeneo ya nyanda za juu kusini magharibi, Arusha, Kilimanjaro pamoja na Manyara, maeneo yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua nyepesi katika maeneo machache na vipindi vya jua. Maeneo mengine ya Rosaria hapa nchini yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi na vipindi vya jua. Upepo wa bahari unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 20 kwa saa kwa upande wa pwani ya kaskazini pamoja na pwani ya kusini. Hali ya bahari inatarajiwa kuwa na mawimbi madogo. Ziwa Victoria pamoja na Ziwa Nyasa, upepo wa ziwa unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 30 kwa saa. Hali ya ziwa inatarajiwa kuwa na mawimbi makubwa kiasi. Ziwa Tanganyika pamoja na Ziwa Rukwa, upepo wa ziwa unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 20 kwa saa. Hali ya ziwa inatarajiwa kuwa na mawimbi madogo. Naam, mpenzi mtazamaji, mpaka hapa kutoka Mamlaka ya Hali ya Hewa Tanzania hatuna la ziada. Asante na nikutakie usiku mwema.